Karibu katika episode ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu iliyopita, basi hakikisha unagusa alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Katika episode iliyopita nilikuacha na utata mmoja tu, kutaka kujua ni nani aliyekuwa amehusika katika kifo cha kaka yake na Mwamba Kang. Sasa ukweli ulikopo hivi: Mwamba Ujin pamoja na mwalimu walikuwa na sex katika haya maeneo ya shule. Sasa kwa bahati iliyo mbaya, kaka yake na Mwamba Kang alikuwa anapita katika njia hiyo hiyo, akaweza kuwafuma wawili hawa wawili wakiwa katika hali ya faragha. Sasa kaka yake na Mwamba Kang akaanza kukimbia. Sasa wakati huu kumbe kuna wauni ambao walikuwa wanamfukuza jamaa mpaka kaja kutokea katika maeneo haya, alikuwa anafukuzwa na wauni, na hao wauni walikuwa wametumwa na Mwamba Ryan kwa sababu alikuwa anataka kumnyosha huyu jamaa kutokana na kwamba alikuwa na mazoea sana na bidada Jae-hee. Hasa Mwamba Ujin alipogundua kwamba jamaa alikuwa anakimbia tena anakimbia wauni waliotumwa na Mwamba Ryan, basi mshikaji akaamua kutumia upepo huo naye akaanza kumfukuza Mwamba akiwa amepanda ile gari yake. Lakini kaka yake na Kang Ha alihangaika sana kumpigia mdogo wake kwa maana ya Mwamba Kang, lakini bado Kang hakuwa amepokea simu ile kabisa. Na kwa kuwa kulikuwa kuna makundi ya watu watatu ambao walikuwa wanamfukuza kaka yake na Mwamba Kang, alikuwepo mwalimu, Mwamba pamoja na kile kikundi cha wauni. Sasa kwa bahati mbaya mwalimu ndo akaweza kumgonga kaka yake na Mwamba Kang. Na tena mwalimu alikuja kugundua kwamba katika shati ya Mwamba kaka yake na Kang kulikuwa kuna kamera ya siri sana, akaichukua ile kamera akaondoka nayo. Na mbadala wa kuweza kumsaidia majeruhi pale chini, lakini yeye aliendesha gari na kukimbia eneo la tukio. Sasa Mwamba Kang Ha akaendelea kuhangaika mpaka katika kituo cha polisi akisema kwamba kakake alimpigia simu lakini ghafla kakake hapatikaniki. Hasa siku ya kesho yake kuna mjadala mzito sana hapa shuleni, ni kuhusiana na masuala ya madawa ya kulevya. Mwamba Kang Ha ameamua kuweka mambo yote wazi. Sasa mjadala ulikuwa ni mzito sana na hakuna aliye tayari kuzungumza ukweli, lakini bidada Jae-hee akasema atakuwa tayari kutoa ushirikiano kama endapo atahitajika. Mwalimu alimwangalia Kang Ha kwa hasira sana, lakini wanafunzi wengine walimchukia sana kwa kusema kwamba mbona unakuja kuiharibu shule wewe, yani mwanafunzi wa scholarship peke yake, lakini unakuja kuharibu mambo ovyo ovyo. Na kila siku uonezi unapokuwa unafanyika hapa shuleni, basi watu ambao wamekuja kwa scholarship huwa waongeagi chochote, lakini siku ya leo watu wa scholarship walisimama na Mwamba Kang Ha. Lakini hata bidada Jae-hee akajitokeza na kusema kwamba kwani wapi Mwamba Kang Ha ameweza kukosea? Basi Mwamba Ryan akaweza kumuita bidada Jae-hee na wakatoka nje kidogo tu, akasema natumai kwamba hautoelekea Marekani. Lakini bidada Jae-hee hakutoa jibu lolote lile. Kumbuka kwamba aliingia katika mkataba na baba yake ili aweze kusaidia familia ya kina Hera, yeye lazima aelekee Marekani. Na wakati Mwamba ameweza kumkumbatia bidada Jae-hee, ghafla tu bidada Jae-hee aliweza kumshuhudia yule rais wa darasa, moja kwa moja akawa amemfuata. Bidada Jae-hee alimuuliza rais wa shule, kwani umeamua kuyafikisha mambo mpaka hapa yalipofika sasa hivi? Lakini jamaa akasema nataka nirudishe heshima ya watu ambao wamedharaulika, watu wanaokuja kusoma kwa ajili ya scholarship tu hapa shuleni. Lakini bidada Jae-hee akauliza, kwa nini sasa umenitarget mimi peke yangu ikiwa unajua kwamba hata mamako anahusika? Kwa sababu kama kuna maovu ambayo yanaendelea hapa shuleni na mamako amekaa kimya, manake naye pia ni mwovu. Kwa kweli haya maneno yalimgusa sana rais wa shule na akajikuta amekaa kimya tu. Sasa huku upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Ryan akiwa amemtembelea mkuu wa shule, na Ryan akawa anamwambia mkuu wa shule kwamba kwa nini video za utupu zimeweza kutapakaa hapa katika maeneo ya shule na wewe ndio unayehusika katika kitengo cha CCTV kamera. Sasa mkuu wa shule anamwogopa sana Ryan, akasema sio mimi ambaye nimeweza kusambaza hizo video, na mtu alikuja tu kuzichukua huko katika kompyuta. Lakini huku upande wa pili bidada Jae-hee alikuja kumfuata Mwamba Kang na akaanza kumwomba msamaha, akasema kuna kitu ambacho unatakiwa uelewe. Kwa muda mfupi ambao umekuja hapa shuleni kwetu umetengeneza mabadiliko makubwa sana, kwa sababu kama ningelikuwa na moyo kama wa kwako, huenda hata kaka yako asingeweza kufariki mpaka leo hii. Samahani sana, lakini mimi siku za hivi karibuni nitasafiri kuelekea Marekani. Bidada akawa anaondoka, lakini Mwamba akamsimamisha bidada akasema, umewahi kunipenda hata siku moja? Lakini bidada Jae-hee akasema hapana, sijawahi kupenda. Mwamba alimwangalia sana bidada wakati anaondoka. Hii inaashiria kwamba Mwamba Kang alikuwa akimpendaga sana bidada Jae-hee. Hasa bidada Jae-hee alipoweza kurudi nyumbani, akawa anaangalia picha ya ultrasound ambayo ilikuwa inaonyesha mtoto wake kipindi hicho yuko tumboni. Akaenda kumuonesha leo Mwamba Ryan na akamwambia kwamba nimewahi kuwa na ujauzito na huyu ndiye alikuwa mtoto wetu. Basi bidada akaichukua ile picha akaitupia katika maji. Alafu siku ya kesho yake akamchukua Mwamba Ryan na akampeleka katika kaburi la kaka yake na Mwamba Kang, akasema naomba useme samahani katika hili kaburi. Bidada alisema kabla sijaelekea Marekani nataka makosa yetu yote tuweze kuyatubu, hata kama wewe ukuweza kumuua kaka yake na Mwamba Kang, lakini una nafasi ya kutubu kwa sababu na wewe pia uliagiza vibaka. Na Mwamba alifanya kila kitu ambacho bidada alimwambia, lakini mwisho wa siku Mwamba Ryan akasema naomba ubakie, lakini bidada akasema hapana, haiwezekaniki. Jambo la kukumbuka ni kwamba sisi ndo kwanza tuna miaka 18, bado tuna safari ndefu. Ni kusii tu kwamba wewe endelea kuwa na subira, iko siku moja huenda tutaonana tena. Sasa huku upande wa pili bana, huwezi kuamini, mkuu wa shule aliweza kuigundua kuna video moja ambayo inaonyesha kama Ujin ana ujirani sana na huyu mwalimu. Akawa anasema inaonekana wewe una ujirani sana na Mwamba Ujin. Je, kuna mahusiano gani ambayo yanaendelea kati yako wewe na mwanafunzi? Na mkuu wa shule akasema kabla mambo yajachafuka ni kusii tu kuandika barua ya kujiuzuru kazi na usije kuonekana tena katika shule hii wala katika mazingira ya jirani na hapa. Na huku upande wa pili kwa mara ya kwanza tena bana, hawa wanne wameweza
wakakutana. Kikao cha matajiri kikawa kinaendelea. Bidada Jehii akawa anasema, jamani, mimi nitakwenda kuondoka, lakini nitawamisi sana rafiki zangu. Naye bidada Ella akasema ana mpango wa kusafiri kidogo akapumzike sehemu kisha atarudi tena. Lakini mwamba ujini wakati wote alikuwa anaonekana amenuna tu. Mwisho wa siku akawa amechomoka katikati ya kikao. Ikabidi bidada Ella aweze kumfuata Ujini. Akamwambia kuna shida gani? Mwamba Ujini akaanza kumwambia bidada Ella kwamba yeye ndo ameweza kusababisha bidada Jehii aweze kusafiri kuelekea Marekani, na yeye ndiye alikuwa amemfuata baba yake na akamshauri jambo hilo. Bidada Ella alikasirika sana, akawa anamkunja jamaa, akamwambia kwani umefanya jambo la kijinga kama hilo? Angalia sasa umeweza kututawanisha kama kundi. Tulikopo tunaishi kwa upendo tu, sasa hivi mmoja wetu anaondoka. Na mwamba Ujini akasema nataka nikamwombe msamaha mwamba Ella pamoja na bidada Jehii. Lakini Ella akasema itakuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kukuelewa kwa wakati huu, unatakiwa utafute namna nyingine. Lakini wakati wanaendelea kuongea hapa, kumbe mwalimu alikuwa anawaona tu, akasema leo bana na kuambia kwa heri kwa mara ya mwisho, lakini sitokubali kukuacha namna hiyo ambayo unaendelea kudeti na hako kwa bidada Ella. Na mwalimu aliwasha gari akaikimbiza sana tu. Sasa nyakati za usiku mwamba Ujini akabidi moja kwa moja kumtembelea bidada Jehii, kuna kitu anataka kumweleza. Lakini Ujini akasema unajua mimi nampenda sana bidada Ella. Lakini bidada Jehii akasema itakuwa kuna shida nyingine ambayo imekuleta, sio hiyo peke yake. Hasa jamaa anatamani kufunguka kwamba yeye ndo sababu ya kusababisha ajali ambayo iliweza kuchukua maisha ya kaka yake na mwamba Kang. Lakini mwamba akajikuta mdomo na kopo mzito sana. Mwisho wa siku akaamua kuchukua ile peni ambayo ilikuwa na ushahidi wote, akaichukua akaweka pale katika meza. Bidada Jehii atakwenda kuiangalia na atajua ukweli ni nini. Na bidada Jehii alipoweza kuipata kupoteza muda, moja kwa moja akamtembelea mwamba Kang akamkabidhi ile peni. Na Kang alipoweza kuipata moja kwa moja naye akafunga safari mpaka polisi. Basi mapolisi walikuja hapa katika shule na wakachukua kila sura ambayo iliweza kuonekana katika ile kamera. Naye mwalimu ambaye ndo kwanza alikuwa anajiandaa kwa ajili ya safari akaweza kunaswa. Mwamba Kang alitamani kwenda kumfuata angalau muulize hata maswali mawili matatu angalau akiwa wanamlamba vibao, lakini maafande walikuwa wamemzuia mwamba Kang. Hasa mama yake na mwamba Ella alipoweza kugundua kwamba hata mkuu wa shule alikuwa anafumbia macho hayo makosa, akamfukuza kazi. Mkuu wa shule akaenda kukusanya vitu vyake na tayari kuanzia sasa hivi hatakuwa akifanya kazi hapa kabisa. Lakini mtoto wake ambaye ndio rais alikuwa amefurahi sana mamake kuweza kuachishwa kazi, na akamwambia mama, kuanzia sasa hivi hatutakuwa tukiishi maisha ya kitumwa na kuwa kama mbwa hivi kuficha maovu ya watu. Kuanzia sasa hivi tukaanze maisha mapya kabisa tofauti na haya. Basi habari zilikuwa zimetapakaa sana kuhusiana na hiyo shule ya Jushin, namna ambavyo maovu yalikuwa yakiendelea pale na namna ambavyo mkuu wa shule alikuwa akiyafumbia macho. Kwa taarifa kama hizo ndio zilikuwa zimetapakaa sana kwa wakati huo. Baba yake na bidada Jehii alipopata taarifa ya kwamba mtoto wake aliwahi kupataga ujauzito alafu akatoa, alimaindi sana, akasema kuanzia leo ndakuwa sitoi pesa ya matumizi yako hata kidogo. Na huku upande wa pili mwamba Ryan amemfuata mwamba Kang, yuko kumwomba msamaha akisema kwamba nashukuru katika yote ambayo yameweza kutokea, lakini ukweli ni kwamba mimi sijawahi kumuua kaka yako, ila nimekuja kuomba msamaha kwa sababu nimewatumaga vibaka ambao walikuwa wanamuonea kaka yako mara nyingi tu, unisamehe katika hilo. Lakini mwamba Kang hakukubali kabisa ule msamaha, akasema msamaha wako hauwezi kumrudisha kaka yangu, hauwezi kurudisha furaha ambayo tumeipoteza mimi na familia yangu. Lakini Kang akasema unatakiwa kuishi katika maisha ya mateso, maisha ya kuhuzunika, maisha ya kupata shida, maisha ya kuteseka. Kwa nini umeweza kusababisha kifo cha mwingine? Mwamba Ryan alipotoka pale alikwenda kujitangaza mbele ya watu wote kwamba katika mambo yote yaliyokuwa yakiendelea katika shule yeye alikuwa ni mhusika mkuu, na aliomba msamaha kwa wanafunzi wote pamoja na walimu. Maisha mapya katika shule ya Jushin yakaanza kuonekanika. Kila mtu alitarajia maisha mazuri zaidi baada ya ujio mpya wa mkuu wa shule. Na Mwamba Ryan kama kawaida bana, katika gari yake ya kifahari anaelekea shuleni. Ghafla tu bidada Jehii akawa amejitokeza kwa mbele na akamwambia jamaa kwamba leo unaonaje kama usipoenda shuleni tukabakia wote mitaani? Basi walielekea kwa muuza ice cream pale ambapo huwa anaendaga na Mwamba Kang na wananuaga ice cream pamoja. Alafu bidada Jehii akamwambia Mwamba Ryan kwamba unaonaje kama tukiachana kwa muda ili tujikuze, tujigundue kwamba kweli tumekuwa kuingia katika mahusiano. Alafu kama wakati sahihi utakapofika basi tutaingia tena turudi katika mahusiano. Lakini Mwamba Ryan hakupo tayari katika jambo hilo hata kidogo. Na kwa kuwa baba yake na bidada Jehii alisema kwamba hatomhudumia tena Jehii, basi Jehii akaamua kuingia mitaani kwenda kujitafuta kimaisha. Siku ya leo Mwamba Kang aliweza kumwona bidada akiwa anatembea mitaani. Moja kwa moja akafika na kumkumbatia, akasema ina maana unaelekea Marekani? Basi ndakumisi sana unajua. Lakini bidada Jehii akasema sielekei Marekani, nitaendelea kuwepo hapa hapa Korea na nitatembea katika miguu yangu. Kwa sasa ndakuwa sitembei katika wingu la baba. Lakini jambo moja tu katika swali ambalo ulikuwa umeniuliza zamani kwamba je, nakupenda ama sikupendi, ukweli ni kwamba mimi nakupenda wewe. Na bidada Jehii alipoweza kuondoka pale alimwacha Mwamba na maswali mengi sana ndani ya kichwa chake, na alipoondoka alienda kumfuata mamake kijijini sana. Kumbe mamake bana aligombanaga na babake na akaendelea kujitafuta maisha ya kijijini sana, ndio huko bidada alikoenda kuishi. Kutoka katika maisha ya kifahari sana ambayo bidada Jehii alikuwa
aliyeishi kabla. Leo hii anaishi maisha ya kawaida sana katika kijiji, na hapa ndio yale maneno ya mhenga Harmonize yanakwenda kutimia kwamba bora ugali dagaa kwenye amani kuliko walinyama vitani. Bidada J aliamua kuitafuta amani yake ya moyo kuliko pesa mingi ambayo inamtesa ndani ya moyo wake. Kutokea mwanzo wa series yetu ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul, na hii ni PVP Media Max. Kumbuka kwamba kazi inayokwenda kuanza ni nzuri kuliko hata hii. Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu, kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini tu. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezwa channel na kuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.